mjadala wa siku ya leo tumesema kwamba mjadala unasema kati ya elimu na michezo kipi kinapaswa kupewa kipaumbele zaidi kwa vijana? Ni kipi kinapaswa kupewa kipaumbele zaidi kwa vijana kati ya elimu na michezo? Andika maoni yako hapo. Andika maoni, nitapita nayo, lakini vile vile unaweza ukanipigia simu na kutoa maoni yako. Unaweza ukapigia simu au kutuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp. Kuna wengine ni wavivu kuongea, yeye anapenda kutuma ujumbe lakini hataki kuandika ujumbe wake YouTube. Basi unaweza ukanitumia kwa njia ya WhatsApp kupitia nambari ya simu 0624 094 059. Unaweza kupiga hiyo namba ukatoa maoni yako. Unaweza kutuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp au kwa njia ya SMS, message ya kawaida, na mimi nitapita nayo. Na kama upo nje ya Tanzania basi utaanza na alama ya kujumlisha 255 624 094 059. Tuma ujumbe wako SMS ya kawaida, WhatsApp au ukapiga simu, alafu ukatoa maoni yako kuhusiana na mjadala wa siku ya leo unaosema kwamba kati ya elimu na michezo kipi kinapaswa kupewa kipaumbele zaidi kwa vijana. Nitapokea simu 3 tu, kwa hiyo kama unahitaji kupiga simu fanya hivyo. Katika huu mjadala Feitoto amesema lazima umtengee mtoto muda wa kupata elimu, kisha baadaye umpatie mtoto muda wa kupata elimu, kisha baada ya masomo unampa muda wa michezo, maana siku hizi hata michezo nayo inaweza kukupa maisha. Tunaona wachezaji wanaendelea kuenjoy na kula maisha. Kwa tukiangalia katika huu mjadala, tukiendelea kuchambua wakati nikisubiri maoni yako, ni kwamba swali hili lina umuhimu mkubwa kwa sababu elimu na michezo vyote vina mchango mkubwa katika maisha ya kijana. Elimu inamjengea kijana maarifa na ujuzi, wakati michezo humjengea afya, nidhamu, ushirikiano, na wakati mwingine inaweza kuwa chanzo cha ajira kama alivyosema Feitoto. Hata hivyo, elimu inapaswa kupewa kipaumbele na michezo ikiendelea kupewa nafasi muhimu. Naomba nieleweke hapo. Elimu inapaswa kupewa kipaumbele zaidi na michezo ikiendelea kupewa nafasi muhimu. Elimu inamjengea kijana maarifa. Naendelea kukuchanganulia ili sasa kwako wewe iwe rahisi. Elimu mjengea kijana maarifa, inamsaidia kijana kuelewa mambo mbalimbali yanayohusu maisha, jamii, uchumi, sayansi na teknolojia. Na kijana mwenye elimu anaweza kutumia maarifa yake kutatua matatizo yanamkabili yeye binafsi pamoja na jamii yake. Jambo jingine ni kwamba elimu huandaa maisha ya baadaye. Michezo inaweza kuwa taaluma nzuri, lakini si kila kijana anayefanya vizuri katika michezo anaweza kuendelea nayo maisha yake yote. Mwanamichezo anaweza kupata jeraha, anaweza kuzeeka au kupoteza uwezo wa kucheza kwa kiwango cha juu. Elimu huongeza nafasi za ajira. Katika dunia ya sasa kazi nyingi zinahitaji maarifa na ujuzi maalum. Ili mtu awe daktari, awe mwalimu, awe mhandisi, awe mwanasheria au mtaalamu wa tehama, anahitaji elimu na mafunzo husika. Tukigeukia sasa katika michezo, michezo nayo ni muhimu kwa afya. Pamoja na kuipa elimu kipaumbele, hatupaswi kuidharau michezo. Michezo inasaidia mwili kuwa na afya na hupunguza matatizo yanayoweza kutokana na kutokufanya mazoezi. Na michezo hufundisha nidhamu vile vile. Michezo humfundisha kijana kufuata sheria, kuheshimu viongozi na wapinzani, kufanya kazi kwa bidii na kuvumilia kushindwa. Mchezaji mzuri anajifunza kwamba mafanikio hayaji mara moja, yanahitaji mazoezi na kujituma. Michezo inaweza kuwa chanzo cha ajira katika wakati mwingine katika maisha. Michezo si burudani pekee. Kuna watu wanaopata kipato kupitia mpira wa miguu, riadha, mpira wa kikapu, mazoezi ya mwili na michezo mingine. Elimu na michezo vyote vinaweza kwenda pamoja vile vile. Hili ndio muhimu, si kwamba kijana achague elimu na kuacha michezo kabisa. Badala yake elimu na michezo vinapaswa kuunganishwa. Kijana anaweza kusoma shuleni na wakati huo huo kufanya mazoezi. Shule zinaweza kuwa na vipindi vya michezo, mashindano na programu za kutambua vipaji. Na hii inaweza kumsaidia kijana kukuza akili na mwili kwa wakati mmoja. Kwa nini elimu ipewe kipaumbele? Elimu ipewe kipaumbele kwa sababu
Elimu inamsaidia kijana kuelewa na kusimamia vipaji vyake. Mwanamichezo mwenye elimu anaweza kufanya maamuzi bora kuhusu kazi yake, fedha zake, mikataba na maisha yake ya baadaye. Kwa mfano, mchezaji anayepata mafanikio makubwa akiwa na elimu ya kutosha anaweza kujua namna ya kusimamia mapato yake, kuwekeza na kujiandaa kwa maisha ya baadaye hapo atakapostaafu katika hiyo sekta ya michezo. Hatari ya kuacha masomo kwa sababu ya elimu ni kwamba inaweza kuwa baadhi ya vijana wanapopata kipaji katika michezo wanaweza kufikiri kwamba elimu si muhimu. Hili linaweza kuwa tatizo ikiwa kipaji hicho hakitawaletea mafanikio yaliyotarajiwa. Si kila mara kijana anayetakiwa kuwa mchezaji mzuri shuleni atakuwa mchezaji maarufu baadaye. Ushindani ni mkubwa na nafasi ya kufanikiwa katika kiwango cha juu ni chache. Kwa hiyo ni busara kijana aendelee na masomo huku akiendeleza kipaji chake cha michezo. Kwa hiyo kwa kuhitimisha hapa katika mjadala wa siku ya leo ambapo tumesema kati ya elimu na michezo kipi kinapaswa kupewa kipaumbele zaidi kwa vijana. Kwa ujumla elimu inapaswa kupewa kipaumbele zaidi kwa vijana. Lakini michezo isipuuzwe. Elimu humsaidia kijana kujenga msingi wa maisha, kupata maarifa, taaluma na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa upande mwingine, michezo humsaidia kuwa na afya, nidhamu, ushirikiano na inaweza kuwa chanzo cha kipato. Hii ni katika mjadala wa siku ya leo. Ngoja nipite na maoni yake. Fidelix anasema, Fidelix Vintane aka Cuba kutoka Mtamba Mozambiki anasema elimu ni kitu cha kwanza, alafu michezo inafuata. Asante sana Fidelix. Tunaelekea ukingoni kabisa wa kipindi hiki cha Amka na Imba Nasi kwa Jumanne ya leo. Tuangalie swali letu la pale YouTube ambapo swali la siku ya leo limeuliza kwamba unapopitia kipindi kigumu unafanya nini? Unaomba, unapambana zaidi, unajitenga au unazungumza na mtu unayemwamini? Kwa kweli unafanya nini? Kura zilizopigwa ni kura 11. Waliosema wanapambana ni 46%, waliosema wanaomba ni 27%, na waliosema anazungumza na mtu ninayemwamini ni 27%. Kwa hiyo wengi wamesema wakipitia katika hali ngumu wanapambana. Yes, katika kipindi hiki cha Amka na Imba Nasi tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya Jumanne ya leo. Nimekusogezea habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Nimekusogezea Fahamu Mchezaji ambapo leo tumemzungumzia mchezaji anayekwenda kwa jina la Elie Mpanzu Kibisawala, na hapa nimehitimisha kwa kukusogezea mjadala wa siku ya leo ambapo mjadala wa leo umesema kwamba kati ya elimu na michezo kipi kinapaswa kupewa kipaumbele zaidi kwa vijana, na wengi katika maoni yao wamesema kwamba elimu inapaswa kupewa kipaumbele halafu michezo baadaye. Kijana anapokuwa na elimu basi inamrahisishia yeye katika kile kitengo cha michezo kuweza kuperform vizuri zaidi. Nikusii tuendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio 2:30. Tutajiunga na RFI Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. 3 kamili itakuwa ni kipindi cha michezo na burudani. Yes, nukuu ya leo nikikuacha na nukuu ya leo, ikiwa leo ni Jumanne ya Agosti 18. Kila hatua ndogo unayoipiga leo inakupeleka karibu na ndoto zako. Kwa hiyo usione kwamba ni kitu kidogo unafanya. Kila hatua unayopiga unasogea karibu na ndoto yako. Ukiniita Salome Mlai daima nitaitika. Nakupenda sana. Nikutakia asubuhi njema, siku njema yenye baraka na fanaka tele. Kwa hiyo kwa sasa, bye bye.